Wakielezea ajali ilipotokea, baadhi ya mashuhuda wa ajali hiyo wanasema tumewahi tukikuta gari ikiwa bado inaunguruma, ndo tuliopambana na kujitahidi kukata nyaya kuepusha mlipuko wa gari utakaofanyika. Kwa hiyo tumeweza kuokoa majeruhi kadhaa na wengine bado wako hospitalini, na waliofanikiwa kwamba Mwenyezi Mungu aliowasaidia wameweza kutoka salama, ila kuna wachache baadhi yao katika abiria waliokuwemo wakiwemo 7 waliofariki hapa. Tuliwahi hapo, tulipofika hapa watu wengine walishafika wakawa wanaendelea kuokoa majeruhi, na watu wengine tumewakuta pale ambao walikuwa wamepata ajali. Wengine tulikuta mtoto mmoja na mama mmoja alishakufa, na watu wengine bado walikuwa wanaendelea kuokoa. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Sakapu Simon Maigwa anathibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji Jeremia Mkomagi anaelezea jitihada walizofanya katika kuondoa miili ya marehemu na majeruhi. Liliacha njia na kupinduka na kusababisha vifo vya watu 7. Kati yao 7 wanaume 2 na wanawake 5. Kati ya wanawake 5 kuna mtoto mmoja wa miaka 2.5. Chanzo cha ajali hiyo ambayo imetokea saa 12:45 za alfajiri leo tarehe 3/4/2025 ni uzembe wa dereva wa gari ya basi ya Mvungi Trans kutokulimudu gari lake wakati wanapishana na gari dogo kwenye kona. Kushirikiana na wenzetu wa jeshi la polisi tuliweza kufika kwenye eneo la tukio, na tulikuwa tunafanya kazi ya kutoa miili ambayo ilikuwa katika basi hilo, kwa sababu eneo lilipoanguka ni eneo ambalo ni korongo kali. Kwa hivyo kazi tulikuwa tukifanya ni kutoa miili, lakini pamoja na majeruhi ambao walikuwa katika basi hilo. Kutoka hapa katika eneo hili ambalo limetokea ajali ambayo imesababisha vifo vya watu 7 na majeruhi 42 katika kijiji cha Msangeni, kata ya Kifura, wilayani Mwanga, mkoani Kilimanjaro, mimi naitwa Lawrence Lisakeli wa ITV.